Mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu, tunakukaribisha asubuhi ya leo, hivyo tukikuletea habari nzito na zenye kushtua zenye kuamua mustakabali wa amani na usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo ya maziwa makuu. Na tutaelekea huko Goma ambako waasi wa M23 wameamua kufanya mkutano mkubwa wa hadhara, huku guli zote za mji zikikatishwa, mpaka huko Kisangani ambako jeshi la FARDC limefanikiwa kuzuia shambulio la droni kutoka katika uwanja wa ndege wa Bangboka. Hali ya usalama inaendelea kuwa tetezi, nyeti na kuangaliwa kwa karibu sana kwenye uwanja huo. Tutaelekea huko Kwilu ambako wananchi wa Panu wameanza kurejea majumbani mwao baada ya mapigano kati ya polisi na Kuluna, huku maswali mengi yakiendelea kuhusu swali la usalama wa kudumu wa raia. Tutapanda kwenye ngazi za kimataifa ambako Washington imeongeza shinikizo dhidi ya Kigali na wabunge wa Marekani wakitaka vikwazo dhidi ya viongozi wa Rwanda kutokana na kutoheshimiwa kwa makubaliano ya amani. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump akimsifu Felix Antoine Tshisekedi kwa ujasiri wake wa kumaliza vita ambayo imepigwana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zaidi ya miaka 30. Mpendwa wetu msikilizaji na mfuatiliaji, tafadhali usiondoke, endelea kuwa nasi kwa sababu dakika chache zijazo tutakuletea maelezo kamili na uchambuzi kweli kwa kila habari ambazo zimetoka kustamuka hapo. Elekee basi huko katika mji wa Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini ambako waasi wa M23 waliodhibiti mji wa Goma wametangaza kuwa kutakuwa mkutano mkubwa wa hadhara siku ya Jumamosi hii katika uwanja wa Stade de l'Unité. Mkutano huo, kwa mujibu wa tangazo lao, unalenga kuadhimisha mwaka mmoja tangu waasi hao waanze kuwepo na kudhibiti mji huo wa Goma. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari, waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa tayari wamewasili mjini Goma. Lengo la watangazaji hao ni kufuatilia na kuripoti ujumbe ambao waasi hao wanatarajia kuwajulisha wananchi na kwa jumuiya ya kimataifa. Inadaiwa kuwa ujumbe huo umeandaliwa na umakini mkubwa ili kuonyesha taswira wanayotaka ionekane nje ya nchi. Katika hatua nyingine, waasi hao wametangaza marufuku ya shughuli zote ndani ya mji wa Goma wakati wa mkutano huo. Hii inamaanisha kwamba biashara, usafiri na shughuli za kawaida za wananchi zimesitishwa kwa muda ili kuruhusu mkutano huo kufanyika. Hatua hii imezua hofu na wasiwasi miongoni mwa wakazi wa Goma, hasa wale wanaotegemea kazi za kila siku ili kujipatia riziki. Nchi wengi wanaendelea kujiuliza usalama wao utahakikishwa vipi na nini kitakachotokea baada ya mkutano huo. Huo ulikuwa ni ujumbe kutoka huko Goma. Acha basi tuelekee huko Kwilu ambako wakaaji wameanza kurejea ndani ya mji wao wa Panu baada tu ya mashambulizi kati ya Kuluna pamoja na polisi. Hali inaanza kurejea taratibu katika eneo la Panu baada ya mapigano makali yaliyotokea kati ya polisi na kundi linalojulikana kama Kuluna. Mapigano hayo yalisababisha mauaji na kupoteza watu wengi pamoja na majeruhi, jambo lililosababisha hofu kubwa kwa miongoni mwa wakaaji wa eneo hilo. Kwa sababu ya vurugu hizo, wananchi wengi walilazimika kukimbia makazi yao na kufuata usalama katika maeneo jirani. Lakini kwa sasa tunashuhudia kurejea kwa wananchi hatua kwa hatua baada ya hali ya usalama kuanza kuimarika katika mji huo wa Panu. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vikosi vya polisi vimeimarisha ulinzi katika Panu ili kuzuia kurejea kwa ghasia na kuhakikisha usalama wa raia. Hatua hizo zimewapa matumaini wananchi ambao sasa wanaanza kurudia kwenye nyumba zao na kuendelea na maisha yao ya kawaida, ingawa kwa tahadhari. Hata hivyo, hali bado ni tete na viongozi wa eneo hilo wanaomba wakazi wawe makini, kuepuka mikusanyiko isiyo ya lazima na kushirikiana na vyombo vya usalama.
Wakati huo huo, uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha mapigano hayo na kubaini waliohusika na ghasia hizo kwa lengo la kuwafikisha mbele ya sheria. Acha basi tuhamie uko kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limethibiti kuharibu droni nyingine ya aina ya kamikaze katika uwanja wa ndege wa Bangkok uliopo mjini Kisangani katika jimbo la Chopo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, droni hiyo ilipigwa na kuharibiwa leo Alhamisi tarehe 5 Februari saa 4:40 mchana saa za huko, kabla haijasababisha madhara yoyote. Chanzo cha kijeshi kinasema kuwa mfumo wa ulinzi wa anga wa FARDC uliweza kuharibu drone hiyo kabla haijafanya jambo lolote na haijafikia lengo lake. Kwa bahati nzuri, hakuna vifo wala majeruhi walioripotiwa na hakuna uharibifu uliosababishwa katika uwanja wa ndege wa Bangkok wala katika maeneo jirani. Tukio hili linaongeza tahadhari ya kiusalama katika mji wa Kisangani, hasa kutokana na ongezeko la matukio ya droni za kivita katika maeneo mbalimbali ya nchi siku za hivi karibuni. Mamlaka za kijeshi zimewahakikishia wananchi kuwa hali hiyo iko chini ya udhibiti na kwamba hatua zote muhimu zimeshukuliwa ili kulinda raia pamoja na miundombinu muhimu ya nchi. FARDC inaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama, huku ikitoa wito kwa wananchi kudumisha utulivu na kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi kwa kutoa taarifa yoyote ya kutiliwa shaka. Jeshi la Kongo linasisitiza kuwa linaendelea kulinda mipaka ya anga na ardhi ya taifa na kuchukua hatua kali dhidi ya tishio lolote linaloweza kuhatarisha usalama ndani ya mji na nchi ya DRC. Acha basi tuzungumzie uhusiano wa kimataifa kati ya Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Marekani Donald Trump amemsifu hadharani Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kile anachokiita uongozi wa ujasiri na dhamira ya dhati ya kumaliza vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 30 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza mjini Washington, Rais Trump alikumbusha kuwa miezi michache iliyopita Marekani ilisimamia kusainiwa kwa makubaliano ya kihistoria ya amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Makubaliano hayo kwa mujibu wake yamefungua kwa mara ya kwanza njia ya matumaini ya kumaliza mzozo mkali wa muda mrefu katika maeneo ya Maziwa Makuu. Rais Donald Trump alimuomba Rais Tshisekedi asimame mbele ya hadhira na kusema kuwa leo tupo pamoja na mtu jasiri sana na kipekee, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe ni rais jasiri na tunakushukuru sana. Hayo ilikuwa ni maneno ya moja kwa moja ya Rais wa Marekani Trump akieleza kumhusu Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kusema Felix Antoine Tshisekedi. Donald Trump ameongezea kuwa anatambua changamoto na mateso ambayo Kongo imepitia kwa miaka mingi, akisema kuwa vita hivyo vimekuwa vigumu, vimechukua muda mrefu, lakini sasa mambo yanaanza kuelekea pazuri licha ya changamoto zinazobaki. Rais wa Marekani pia alibainisha kuwa amekuwa akifuatilia kwa karibu mchakato wa amani na kwamba wakati mwingine hulazimika kuwakumbusha wahusika wote wajibu wao, lakini akionyesha kuwa matumaini kuwa hali itaendelea kuboreka. Katika tukio hilo hilo, Rais Trump alitangaza kuwa Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia zimesahini mkataba na makubaliano makubwa zaidi ya madini
kuwahi kushuhudiwa katika Marekani na bara la Afrika. Makubaliano hayo yanahusisha uwekezaji wa makampuni makubwa ya Marekani katika sekta ya madini ya Kongo, nchi ambayo Trump alitaja kuwa ina ardhi yenye utajiri mkubwa na rasilimali asilia. Alimsifu Rais Tshisekedi kwa kulinda na kusimamia vyema rasilimali za nchi yake na akaahidi ushirikiano wa karibu kati ya mataifa hayo mawili. Mpenzi mtazamaji, tamko hili limeuzua jadala mkubwa wa kimataifa, hasa kuhusu mustakabali wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nafasi ya Marekani katika mchakato huo. Hiyo ndiyo ilikuwa habari ya kimataifa kwa sasa, na tutakujuza wakati mwingine ikiwa tutapata habari yoyote ya kimataifa. Sawa, acha basi tuendelee huko Marekani, ambako huko Washington DC unaendelea kuongezeka kwa shinikizo dhidi ya Rwanda kufuatia hali ya vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika eneo la Kivu. Mbunge wa chama cha Republic Chris Smith, ambaye anaongoza kamati ndogo ya masuala ya Afrika katika baraza la wasikilizaji wa Marekani, ameitaka serikali ya Rais Donald Trump kuchukua hatua kali dhidi ya Rwanda. Kwa mujibu wa Chris Smith, Marekani inapaswa kuweka vikwazo maalum dhidi ya baadhi ya viongozi wa Rwanda, akitaja kuwa hata rais wa Rwanda Paul Kagame anaweza kuhusika iwepo hali itaendelea kuwa hivyo. Hatua hii, kwa mujibu wa bunge huyo, inatokana na kutotekelezwa kwa mara kwa makubaliano ya Washington ya amani na ustawi iliyosainiwa Disemba mwaka wa 2025 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Makubaliano hayo yalilenga kumaliza mzozo wa muda mrefu na kuleta amani ya kudumu katika eneo la Maziwa Makuu. Kulingana na Chris, amesisitiza kuwa kutoheshimiwa kwa makubaliano hayo kunahatarisha juhudi zote za amani na kwamba jumuiya ya kimataifa haiwezi kuendelea kukaa kimya wakati ghasia zinaendelea kuathiri maisha ya raia wasio na hatia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika muktadha huo, siku ya Jumatano mji wa Washington, mbunge huyo alifanya mazungumzo na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mazungumzo hayo yalilenga hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, utekelezaji wa makubaliano ya amani na nafasi ya Marekani katika kusukuma mbele mchakato wa amani. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, kauli hii ya Washington inaonyesha mabadiliko ya msimamo ya kisiasa na inashirikia kuwa Marekani iko tayari kuchukua hatua kali zidi iwepo makubaliano ya amani hayataheshimiwa tena ndani ya makubaliano hayo mawili. Tunakukaribisha kwa wakati ujao, na hizo ni habari zetu za asubuhi ya leo.